Wapenzi na mashabiki wa klabu yetu ya Simba Sports Club, Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya siku ya leo, natumai wote mko vizuri na mnaendelea salama. Kama mnavyofahamu, sisi Jairut Investment tuliingia makubaliano na Simba, makubaliano ya kutengeneza jezi, na moja ya ahadi katika mkataba wetu tulisema kwamba kila mwaka sisi Jairut tutakuwa tunasaidiana na klabu ya Simba katika kumsajili mchezaji mmoja ambaye ataenda kuongeza nguvu katika kikosi chetu cha Simba Sports Club. Leo hii ni siku adhimu sana kwetu na nyinyi wana Simba, kwamba Jairut tunaenda kumtambulisha mchezaji wetu, mchezaji ambaye tumenunua sisi Jairut, lakini kwa mahitaji ya benchi la ufundi pamoja na kocha wa kikosi chetu. Ni mchezaji mzuri, mchezaji bora, na ni mchezaji wa kimataifa. Ni mchezaji ambaye tunaamini ataongeza chachu ya ushindi na atashirikiana na timu ambayo iko kwa sasa kutupelekea na Simba tukapata furaha, vicheko na amani katika ligi yetu inayoendelea. Ndugu wana Simba, napenda kushukuru sana kwa sababu bila nyie mashabiki wa dhati na wazalendo haya yote yasingetokea. Nazungumzia wazalendo wa klabu ya Simba kwa sababu wametumia muda wao, fedha zao kwa ajili ya kuisupport club kwa kukubali kununua jezi original. Kama nilivyosema, mtakaponunua jezi original, ni vitu vyote ambavyo sisi Jairut tumeahidi kwa Simba vitaenda kufanyika. Hivyo basi leo ni siku nzuri sana kwetu wana Msimbazi, kwa kuhakikisha kwamba kile ambacho tulikiahidi tunaenda kukitekeleza. Na hii niseme tu kweli, huyu mchezaji tumemleta kwa nguvu yenu nyinyi washabiki, sababu bila nyinyi tusingeweza kununua mchezaji. Kwa hiyo ningependa kutoa rai kwa wale wote ambao hawajanunua jezi original waendelee kununua jezi original, na asitokee mtu yote akanunua jezi fake, kwa sababu ukinunua jezi fake unanyong'onyesha maendeleo ya klabu ya Simba na unanyong'onyesha Jairut. Tutashindwa kufanya yale ambayo tumeahidi kwa wana Simba. Vyote ambavyo tumeahidi tuna uhakika tutavitekeleza kwa ushirikiano wetu wa pamoja. Nawashukuru sana, na leo ni siku njema na na imani wana Simba mtafurahi. Hivyo wana Simba na mashabiki, naomba mtoe ushirikiano mzuri kwa mchezaji wetu huyu ambaye tunaenda kumtambulisha leo. Mumpokee, na kwa kuwa anakuja kwa ajili ya kuipigania Simba. Simba nguvu moja. Karibu kwenye Sports Updates. Hizi ni updates za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kikubwa, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi subscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Na kikubwa, tangu siku ya jana, story ambayo imekuwa trending sana katika mitandao ya kijamii kwa upande wa soka ni klabu ya Simba kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa Colombe Sports ya pale Cameroon, raia wa Kongo anaitwa Ino Jospin Luemba mwenye umri wa miaka 21. Na Ino Jospin Luemba ni pure namba 10 ambaye amejiunga na Simba kwa miaka miwili, yani mkataba wake ni miaka miwili. Na tumeona pale Simba ameondoka Jean Charles Ahoua, pengine hii ndiyo replacement yake, na Simba walikuwa kihitaji namba 10 ambaye atakuwa mbunifu. Pengine Luemba anaweza kuwapa kitu Simba Sports Club kwa msimu huu akiingia katika dirisha dogo. Lakini siku ya jana, kupitia hamasa ambayo inafanyika kuelekea mchezo wa CAF Champions League, Simba kivana na Esperance de Tunis, afisa habari au msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali alizungumza na mashabiki akisema kwamba siku ya jana watatambulisha mchezaji ambaye ahadi ya mzabuni ambaye ni Jairut aliahidi akiingia pale Simba kama mzabuni atasajili mchezaji mmoja. Sasa hii ndio imekuwa komenti kubwa sana baada ya kutua Luemba. Huyu ndio mchezaji ambaye amesajiliwa na Jairut, na yeye mwenyewe jana tulimsikia akizungumza kupitia mitandao ya kijamii akisema kwamba amesajili mchezaji mmoja pale Simba. Kwa hiyo Luemba mwenye umri wa miaka 21, pure namba 10, fundi huyu kutokea pale Kongo, kitokea pia klabu ya pale nchini Cameroon ya Colombe Sports, ndio mchezaji ambaye amesajiliwa na mzabuni Jairut. Sasa kumekuwa na komenti nyingi kwa baadhi ya mashabiki, wengine wa Simba, wengine sio wa Simba, ambao sio wa Simba wao wanaongea kwa lugha ya utani, lakini pia wale ambao wa Simba wakipongeza na kuna wengine wakiendelea kudoubt. Hapa kwenye comment nimeona kwenye mtandao wa kijamii Instagram, Mchome, huyu ni mdau wa soka, yeye bwana
akicomment akidoubt mchezaji ambaye aliahidi Jairuti ndio huyu. Yaani sikujua Mchome yeye labda anataka mchezaji wa aina gani. Kipindi cha nyuma wakati Faisal akihusishwa na Simba Sports Club, wengi walikuwa kitaka kwamba tajiri Mo Dewji aweze kukamilisha dili, lakini wengine wakisema kwamba mzabuni Jairuti akamilisha dili la Faisal. Ilionekana kama kuwa ngumu sana kukamilishwa usajili wa Faisal pale Simba Sports Club, labda kutokana na gharama au kiwango bei ambayo ameipanga Azam FC kuonekana kama kuwa juu zaidi. Kwa hiyo wengi walitamani labda pengine Faisal kwa kipindi cha nyuma, lakini nazungumzia ndiye ambaye angesajiliwa na Jairuti au Mo Dewji ambaye ni tajiri pale kutoka Simba Sports Club, rais wa heshima wa Simba Sports Club. Sasa hii ndio ambayo inapelekea mpaka hivi sasa kuna baadhi ya comment zinatokea, au pengine kama sio Faisal basi kuna level ya wachezaji fulani hivi ambao mashabiki walikuwa wanatamani. Bado hajamuona Loemba. Sisi tunasema kwenye football mpe kwanza mchezaji nafasi umuone, alafu utatoa comment yako, lakini Mchome ameamua atoe comment yake mapema. Hebu msikilize Mchome Mapovu, halafu mpe comment yako. Una nini cha kumwambia Mchome Mapovu kutokana na hiki ambacho yeye anakilalamikia? Yeye analalamika, lakini bado hajamuona mchezaji kwenye pitch yuko vipi. Jairuti, ulituambia kwamba utatusajilia mchezaji pendwa wa mashabiki. Huyo Inos Liemba, shabiki gani alikuwa anamjua? Shabiki gani kamtaka? Ana profile gani? Ni top scorer, ni MVP, ni national team material? Yani ni kigezo gani umekitumia kumsajili mchezaji alafu kasema huyu ni mchezaji pendwa wa mashabiki? Shabiki gani alikuwa anamjua? Mimi Mchome mfuatilia mpira wa Afrika nilikuwa simjui. Leo hii umebadili story kusema ni takwa la benchi la ufundi na viongozi. Wewe ulisema utusajilia mchezaji kipenzi cha mashabiki kila msimu. Huyu ana rekodi gani Afrika? Ana magoli mangapi alikotoka? Ana assist ngapi? Ni top scorer, ni MVP au ni nani? Mwanangu, huyo mchezaji kila nikimgugu kanakuja kakafaulu wako. Ako kafaulu wako nakopita ako kafaulu. Chama alishapiga kama hizo 50 sijui milioni sijui buku kagoli kama hako. Haya, ukija Jean Chalea wa alishafunga sana. Kwa hiyo ako kafaulu ndo kamesababisha mchezaji asajiliwe au kuna nini kingine? Niambieni wanangu, ako kafaulu. Mimi sioni sababu ya Hebu niambie Mchome Mapovu yeye anataka nini? Bado hajamuona mchezaji kwenye pitch, lakini analalamika akisema kwamba Jairuti inakuaje amesajili mchezaji kama huyo. Mimi nampa nafasi mdau yote wa soka ambaye anajua soka na fuatilia soka, basi mchezaji kwanza umpe nafasi kwenye pitch, aonyeshe, alafu then utatoa comment yako kama mambo yamo au hayapo. Pia nipe comment yako kwa hiki ambacho amekizungumza Mchome, lakini sajili hii pia umeionaje pale Simba Sports Club? Akikiri mwenyewe mzabuni huyu ndo mchezaji ambaye amesajili pale Simba Sports Club. Niachie comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tukiwa tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Bwana, tunapewa udhamini mnene sana na Brand Hotel kutokea pale Kisasa Dodoma. Wanakukaribisha sana leo hii unapofika pale Dodoma uweze kupata accommodation nzuri, utapata chakula kizuri pale, wana restaurant nzuri kabisa. Hata kama hujaja kufikia pale Brand Hotel, nikimaanisha kupata accommodation, unaweza ukafunga safari yako mpaka pale Kisasa, mtaa nyumba 300 Brand Hotel pale, ukajipatia chakula kizuri. Una vyakula vya aina vyote. Yaani pale utapata African food, lakini pia international food, vyote utavipata pale. Lakini wale ambao wanapenda vinywaji, wanapenda kuburudika, basi soft drink ziko pale, hard drink. Lakini wale ambao wanapenda kutumia cocktail, mocktail, zote ziko zinatengenezwa pale. Burudani mbalimbali utazipata Brand Hotel. Mojawapo na swimming pool kubwa kabisa, utaenjoy pale na marafiki zako, ndugu, jamaa. Na pia pool parties zinafanyika sana weekend pale Brand Hotel, kwa ndo kiwanja ambacho sasa hivi unaweza ukaenda kutembelea. Kama una sherehe yako, basi location nzuri ni Brand Hotel. Lakini pia na kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na vikao. Fanya booking mapema pale Brand Hotel uweze kupata huduma bora zaidi. Tembelea Instagram page yao @brandi_hotel. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel?
Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.